Kujadili uchumi. Maskini hana kauli. Kama maskini una kauli hata kwenye ukoo, hata kwenye familia watakudharau tu. Lakini una uchumi wako, unasei. Watoto na wajukuu zetu ndio wanajadili mwaka mpya. Sisi tumeshavuka mambo ya mwaka mpya. Sisi tunajadili mambo ya uchumi. Habari ya mkesha wa mwaka mpya sasa haituhusu. Sisi tunatafuta nini? Uchumi. Ukitaka kujenga uchumi wa kucheka cheka, rithi. Nenda ukarithi mali za wazazi. Kwa sababu unajua uchungu waliokuwa nao. Umeyakuta tu magorofa, magari, maduka. Unaweza ukacheka cheka, unaenda kuchezea kwenye mabaa. Lakini unapojenga wewe mwenyewe, wabeba spirit. Kwa hiyo tukubaliana tu kwamba tukubaliane, watu wa ushirika hapa mkae mzungumze, mkubaliane, afu tuweka uzinduzi. Nasema kila mwanachama tutengeneze na kadi. Kama miongoni mwetu kuna mtu ambaye ana utaalamu, tutasema ukitengeneza kadi nzuri ya kitambulisho. Nzuri. Na mabenki anakuja na kupatia kadi yako. Kila mtu anaweka kiera chake pale. Benki watuambie tukiwa na kiasi hiki wao watakujaje. Basi. Tunataka tuanze mwezi wa kwanza siku 30 tukiwa na dira na mwanga kuhusu uchumi wa usafirishaji wa bajaji, bodaboda na guta. Na wakipatikana mapema, hata nikiwapata viongozi Ijumaa, nijue ni wangapi bajaji, guta, bodaboda. Mimi naamini dhamira hii ambayo DG wa LATRA ako nayo na sisi viongozi wa mkoa tunao utayari. Kama wenzetu viongozi wa bodaboda, bajaji na guta tukikubaliana, tutafanya mambo makubwa sana. Dhamira yangu inaamini tunaweza kubadilisha hii sekta kabisa kabisa. Tunaweza tukafika mahali pa kwa tunauza pikipiki second hand, kama tunavyounua magari second hand kutoka Japan. Kwamba watu wanatumia tu pikipiki, bajaji miaka miwili wanauzia watu wengine. Hebu tengeneza tu kacha inayo kwenye mkoa. Mna umoja wa watu wa bajaji na bodaboda na guta. Mnaingiza container, vijana wanatumia, baada hapo za kusanywa ni mitumba zaenda kuuzwa sehemu nyingine. Na mnafungua na biashara tu yenyewe inakuwa ni wauza mitumba ya pikipiki, bajaji na maguta. Mnaweka tu kwamba sisi tunatumia pikipiki 0 kilomita, bajaji 0 kilomita. Ni swala la kuamua. Na huo uwezo tunao kwa sababu 90% ya bodaboda, bajaji na maguta wa Njombe wana biashara nyingine. Hapa hatuna bodaboda wajinga kwamba wanachezea hela zao. Wanawaambia hapa ukiona vijana huko kwenye mabaa ni watumishi wenye mishahara. Sio wafanya biashara wa hapa. Sisi ambao tunalipa mishahara mwisho wa mwezi ndo bado tuna ujinga wa kuchezea hela. Kwenda kwenye baa, kunywa mipombe, unapombeka Ijumaa mpaka Jumapili kwa mkeo Jumatatu unaenda kazi na hangover. Lakini hao vijana wanahangaika na maisha yao haya, bodaboda, bajaji, machinga sokoni huku Njombe, Rusuku. Wao ni baa huko. Wanaenda baa nyingi za hapa. Wanahangaika kwenye mabaa mpaka saa 8 usiku. Ni sisi wenye vimshahara ya tarehe 22 mwisho wa mwezi. Lakini watu wengi ambao kwenye sekta binafsi wamejiajiri, anafanya kishughuli chake, anaiheshimu sana hela yake. Sisi ambao tunajua ukipeleka karatasi benki wanakupa mkopo, ndio unaunyoa huo mkopo, ndio unauchezea. Lakini huyu ambaye anahangaika kuweka dhamana bodaboda yake au kuweka dhamana ya kiwanja chake apate hela kufanya jambo, wanaheshimu sana hela yao. Kwa mimi nina confidence kubwa kwamba bajaji, bodaboda, guta wa Njombe tukiwakusanya wote, tukiweka jambo linakuwa kwenye dhamira njema kama ambayo tunaona kina waheshimiwa kama kinachongoa wanakuja sasa kujenga uwezo wa mafunzo wa leseni wa nini. Tunaweka tu taratibu. Miezi 3 tunakutanisha bodaboda wetu wote. Mafunzo ya uchumi, ujasiriamali, biashara. NSSF tunaanza kuulizana NSSF yako iko ngapi? Bima yako ya afya ikoje? Kwa mambo ya msingi kabisa. Tunarasimisha vizuri kabisa.
Mimi niwaambie, tukiungana mkono tutafanya kitu cha tofauti na cha mfano. Unafika mahali ambako watu wote mnaungana nao. Watu wa TEHAMA wanakuja, funga GPS, funga facility, uko salama. Kuna mtu anaamka ana cha kufanya, lakini wana pikipiki yako anapita pale pale buku, umekimbizana 2000 3000, umeokota 1015. Tajiri shilingi ngapi kwa siku? 10,000. Ukianza kutunza shilingi 2000 leo na akaunti yako hapo TCB NMB, kila siku unajiwekea, mimi naweka 2000, siku 100 ni shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Siku 100 mara 2000 shilingi ngapi? 200,000. Siku 100, siku 200, siku 300. Lakini unaweza ukaidharau 2000 siku ya kwanza. Tuna watu leo tarehe 31 kwenye akaunti ana 600. Ana tunao hana, na unakutana na mtu ana mshahara wake tu mzuri. Ndio watu wakwambia hoja sio pesa, hoja ni nidhamu yako kwenye kuitumia na malengo yako. Unaweza kaidharau shilingi 2000, unatupa tu, ukifika unatupa chini ya kitanda. Baada ya 31 kama leo ukienda kutoa lile godoro lako, kuna shilingi 600. Kwenye elimu bure, elimu bila malipo, mtoto hajapata kiatu, hajapata uniform, hajapata madaftari, hajapata kalamu. Ndo tafsiri yake mama zetu wanatushinda kwenye uchumi, wakaja na kibubu. Ukimpa hela nunua mchele, ananunua mchele chenchi, anaweka kwenye kibubu. Akija kufika tarehe 31 kama leo kimoja kibubu ana 300,000. Ni nidhamu. Kama ambavyo una nidhamu ya kuamka asubuhi kila siku, unaendesha pikipiki kwenda kutafuta abiria, weka na nidhamu ya kuamka kila siku unasema nimeweka shilingi 2000 mfukoni maana fulani. Na maana ambako wote hangaika ni benki. Ndio maana wanawaambia watu wakati mwingine teknolojia ni nzuri, lakini pia wakati mwingine inaweza kukondea nidhamu. Mbona kuna mtu hataki sim banking, hataki mobile, anataka aende mle ndani. Kwa sababu akiwa na simu yake hapa, ameshaomba hapa, bwana juzi bwana nilikuwa napishana na lori nikakwazika kidole, nisaidia kwa hapo 1500 rafiki yangu. Ameshatuma 1500 kwenye simu. Kidogo huko nyumbani jirani wa shemeji yako anaumwa kichwa, mtumie kwa ya Panadol 3000, umeshatuma. Ndio maana kuna watu hawapendi mambo ya sim banking au mambo ya NMB mkononi, ili kujiwekea nidhamu ya hela yake. Na mambo pia ni ya kufundishana. Ni ya kufundishana tu. Niye mna fora mzuri sana kufundishana, na NSSF wanakuja, na NHIF wanakuja, na mabenki. Kwa mimi huo ndio ushauri wangu kwamba tuzungumze, lakini niko tayari watu waende Dar es Salaam. Nataka kwenda Moshi kujifunza, niko tayari kuwatuma Moshi ile mikoa ambayo imeshaanza. Muone kwa macho. Bahati nzuri hapa wewe mwenyekiti wa boda. Una masters ya nini? Bachelor of Education. Una pikipiki? Mimi kaanza na bajaji moja kwa moja. Baada ya kugraduate. Ndio bajaji moja kwa moja. Bajaji ya kwako mwenyewe? Hapana, nimeendesha bajaji ya bosi kwa miaka mingi. Nimeendesha mpaka sasa na bajaji 4. Una bajaji 4? Na nje ya biashara nyingine. Okay. Bajaji 4. Kwa mwezi unakusanya kiasi gani? Kwa mwezi nikitoa na service kwamba naweza kukusanya kuanzia milioni 2. Wewe mshahara ungepata kwenye education? Una mke? Na mke. Watoto wangapi? Watoto 3. Umepanga, umejenga? Bado sijajenga. Kiwanja? Kiwanja na tofali na mawe na kila kitu. Mimi kutengeneza maisha yake. Ayo maweza nao walioko kwenye walimu wanakusanya hela. Sana kujiamini tu.
Mtu wa bodaboda yuko wapi hapa? Mwenyekiti. Wewe elimu yako ni nini? Darasa la 7. Umeanza lini bodaboda? 22. Ulianza kwa nani? Ya kwako mwenyewe. Baki ulikusanya mtaji ukanunua. Ulikuwa dereva wa maroli. Kwa hiyo ukatunza kule kwenye maroli, ukanunua bodaboda yako. Then kwa mwezi unaika kiasi gani? 600. Baki ulikusanya mtaji ukanunua. Ulikuwa dereva wa maroli. Kwa hiyo ukatunza kule kwenye maroli, ukanunua bodaboda yako. Then kwa mwezi unaika kiasi gani? 600. Mshahara wa mtu. Unajua maisha haya msidhani kwamba lazima mwende mwasome. Ndio maisha mnajifunzia tu ndani. Haya, kiongozi mwingine wa bodaboda yuko wapi? Wewe? Una masters yako ni nini? Masters yangu ni itakacho. Okay. Degree yako ulifanya wapi? Degree yako nilifanya hivi. Ile chuo gani? Afu ya pili? Ya pili ndio nimefanya masters. Masters ni Germany. Okay. Okay, bodaboda ulikujaje sasa? Kwenye bodaboda baada kumaliza chuo 2015. Masters hiyo. Nilirudi nikatafakari, nikajikuta sina kipato ambacho uwezo wa kuzungusha kupata kwa siku kama nikapata fedha ambayo inaweza tangu pale. Kwa hiyo sasa hivi ajira wewe ukakubali? Sikubaliana naye. Haya. Bodaboda mwingine? Wa bodaboda Choke DC. Ndio ndugu yangu. Mimi nimeanza mwaka 2015 mwezi wa 10. Nikiwa mwanzilishi au nilianza kuunda kikundi pale Kidegembe, ilipo makao makuu ya halmashauri ya Choke DC. Kwa hiyo nilinunua pikipiki ya kwangu, nikasema kama alivyosema ndugu yangu, na mimi sikuweza kuipaki, nikasema nikipaki nani atanunua mafuta. Kwa hiyo nikaanza kuifanyaje, kuizungusha. Kwanza niliwaunganisha watu kwa 4. Kaunganisha vijana tukatengeneza umoja. Ule mmoja akasema hatutakuwa hivi, bali tunaanza watu wanafanya wanaingia kwa hiyo. Kwa hiyo nikaendelea hivyo. Kabla sijafikia mimi mtoto wangu akahitimu darasa 7, kaenda sekondari Mahele hapo. Nikawa imenisaidia vile vile pesa ya bodaboda kwenda kumsomesha kwa miaka yote 4. Baada hapo nikajenga nyumba kijijini kule. Nimejenga nyumba kubwa ya vyumba 5. Nimeendelea hivyo basi kaja kupata wito wa utumishi, ni mchungaji. Nimeingia huko. Baada nikapata bahati tena nikawa kupata ufundi wa umeme. Naendelea nayo bodaboda pamoja na fundi wa umeme. Kwa hiyo bado bodaboda sijaacha, naendelea nayo na kuwaongoza vijana, naendelea kuwapa elimu juu ya kujikimu katika maisha. Nani pamoja hoteli? Hebu njoo utupe hapa experience ya hiyo biashara ikoje? Huyu bwana ni mfanyabiashara, yeye yuko Arusha, biashara ana mahoteli yanaitwa Pamoja. Lakini rafiki yangu kwa alinipigia akanambia anataka kwenda kuangalia vitabu vyake vya madini Chunya. Akajua mimi nimeenda likizo Msoma, nikamwambia nipo, akamwambia basi ngoja nije Njombe niangalie fursa huko kama naweza kupata hata kashamba na mika parachichi. Sasa wakati hapa watu wanazungumza sema kama mshikaji kunitambulisha ndio tokea Arusha. Nafikiri kama viongozi wa bodaboda na majaji watakuwa ni wa muda mrefu, mtakuwa mnanifahamu. Mimi nilikuwa afisa miradi wa bodaboda mkoa wa Arusha. Lakini mkoa wa wilaya alikuwa Said Mtanda, hapo sasa hivi mkoa wa wilaya mkoa wa Mwanza. Kwa walinichukua nisaidie taasisi ya bodaboda na bajaji kama afisa miradi, sababu nimesoma biashara kwenye shirika la kazi duniani ya ILO. Kwa nilikuwa naweza kuchambua mambo fulani kuwasaidia bodaboda. Kwa hiyo fika sisi pale tukatengeneza mfumo. Niliona kwanza kuna changamoto ya bodaboda na bajaji. Mtu akigongwa mfano haijulikani nikamgonga. Bajaji anaweza mtu akasahau kitu haijulikani amechukuliwa wapi. Kwa hiyo kwanza tulichoanza nacho tukatengeneza mfumo wa kuwarejista bajaji na bodaboda wote katika vituo vyao kuanzia mkoa, wilaya, kata na kituo ambacho wanapaki. Kwa hiyo kuna ile mfumo wetu kwa tunaandika jina la bodaboda, anapaki wapi, mwenyekiti wake wa kituo, namba zake za simu, kama ana leseni tunaipiga picha, tunaweka tiki pale na ukiklik unaiona, unaivuta unaiona, kama ana laptop utaiona, kama kuna vitu ambavyo vya muhimu ambavyo anatakuwa anapo bodaboda. Ili ilikuwa kwa sababu gani?
hata mtu ikifika amepata ajali au bodaboda imekwapua, unasoma tu plate number ile. Ukija ofisini kwa bodaboda au bajaji, ukikliki tu ile na MC 203 inakuja na Athmani Fadhili anapaki kituo cha sehemu fulani, mwenyekiti wake namba zake ni hizi, kwake ni sehemu fulani. Ilikuwa tunaweza kumjua mtu. Kipindi kile ilikuwa kuna uwizi mkubwa sana Arusha, tuliweza kumaliza kwa kutumia hivyo. Kila mtu anajua mimi alikuwa haruhusiwi kupaki kituoni mpaka amejisajili. Lazima ajisajili ili awe kituoni. Ili likitokea la kutokea haiwezi kujulikana ni nani. Lakini pia baada ya kujisajili tu vile mataasisi kama benki nikaona mbona hawa watu sasa hivi wako organized. Wakaja wakatuomba, yani wao kutuomba sisi tuende tukakope kwao. Kwa tukaanza kukopa bajaji na pikipiki kwa bei nafuu kabisa. Lakini nafikiri kwa kipindi ifika Mo akawa anazindua mradi wake wa pikipiki za Boxer BM 125 na 150. Alikuja Arusha. Kwa kuja Arusha tukajikuta sisi tumepata ile fursa kwa bodaboda pale Arusha. Ukaona wanapewa siku 3 wana testi, akiipenda unaandikisha mkataba, anaenda benki namlipa Mo, yeye anailipa benki taratibu. Na unaona Arusha tulikuwa na slogan ya kumaliza hizi pikipiki tunaziita sisi za kubebea mkaa. Kwa tukabaki tuna zile pikipiki Boxer. Vituo vyote. Lakini pia tukaangalia bodaboda wengi wana hali duni. Tukaingia mkataba na kampuni ya Sunking. Wakaja kutukopesha simu. Bodaboda wote wakachukua simu, wanalipa 1,100 kila mwezi. Lakini akaja kampuni moja inaitwa BR inakopesha viwanja. Kwa kuwa tayari anajulikana yuko wapi, kwake ni wapi. Watu bodaboda Arusha ndio wanamiliki wengi sana viwanja. Wanalipa kidogo. Kwa hiyo ni sema nitoe testimony ambayo nimefanya, nilikuwa katika ofisi ya bodaboda na bajaji. Kwa baada ya hapo ndo nikaenda Mo alinichukua mimi kwenda kufanya kazi ya kumsimamia miradi hiyo ya kuuza pikipiki Singida, Dodoma, Arusha, Moshi na Tanga. Kwa hiyo nikaa nimetoka huko sababu mimi sio bodaboda. Lakini nikakutana na Wachina wakati niko kwenye hiyo, ndo hawa Wachina wanaitwa Elemo wako Dar es Salaam pale Kinondoni. Wenyewe wanauza vifaa vya kutumia umeme. Wana bajaji ya umeme, wana guta za umeme za tani zote, lakini wana pikipiki za kutembelea mtu binafsi tu na hizi za abiria. Kwa hiyo kwenye pikipiki wana pikipiki ambayo inatembea kilomita 150 na inachajiwa kama kawaida, nilivyosema mwanzo, kawaida kama kwenye socket ya nyumbani unapewa na chaja yake. Kwa hiyo kama nyumbani ni unaweza kununua extension ile, kwa unachomeka ndani unaitoa tu kwa nje kwa dirishani, inaacha usiku kucha na inajaa. Lakini pia kuna bajaji hivyo hivyo, ndio unachajiwa, inatembea kilomita 250. Sasa hivi ndio kwa Dar es Salaam tulikuwa na kikao, wameanzisha pia zile bajaji ambazo ni za mafuta, wanazibadilisha zinakuwa za umeme. Yaani ukiwapelekea au kutengenezea inakuwa ni umeme, alafu unalipa kidogo. Kwa mimi niliingia nao mkataba wale wa China sababu walianzia Arusha. Kwa mimi nikaa na supply Zanzibar na kwetu Arusha, lakini pia nilipeleka kwa Saudi Mtanda na vijua zinafanya kazi pale Mwanza. Kwa hiyo wao walikuwa hawakukeshi. Waenda pale na keshi. Kwa mimi kwa kuwa tayari nilikuwa nimeshajua, nishafanyaga na NMB, nilifanya na CRDB. Kwa hiyo nilichukua mkataba ule ambao nilifanya na kipindi kile tuko na bodaboda Arusha, nikaenda kuomba NMB niingie nao mkataba mimi ili nizifanyie marketing. Mtu akitaka aende NMB afa aje kuchukua kwangu. Yaani kama kwa maelekezo ya mheshimiwa hapa, mimi viongozi nitakuwa tayari kuwapeleka, sababu wako likizo na yule mchina yeye ndio boss kabisa wa Tanzania nzima, amerudi China, atarudi mwezi wa kwanza. Lakini anayezungumza Kichina aliyomwajiri kijana wake yuko Moshi. Muda wote unaweza mkaona naye sababu yeye ndo akishafanya maamuzi ambayo tumchina hawa watu wetu wako sehemu fulani wanataka huduma hii na huduma hii. Nafikiri kama mtapitia kwenye kampuni yangu sasa mtapata elimu zaidi. Sababu wao huwa hawataki kukopeshwa wala nini, wanakopeshana watu wa Dar es Salaam tu. Sababu zinafungwa GPS. Kwa hiyo ikitoka nje kidogo inaonekana hii imesafirishwa, wanakuambia uirudishe sababu utapoteza. Lakini mimi niruhusu nipeleke kokote. Kwa nini mtaenda pale kujifunza zinafanyaje kazi, mtaonyeshwa, mtazitesti na bei zake. Au sasa mkija baadaye tunakaa chini kwa bei ya kwao. Kama bajaji wao pale wanauza milioni 10 na 500,000. Lakini nikienda wanauzia kwa milioni 8 na 500,000. Lakini mtu mwingine akienda kwa milioni 10 na 500,000. Kwa hiyo mimi nikikopesha kwa miaka miwili na mkopesha mtu kwa milioni 16. Kwa hiyo timisi tunaweza tukakaa na bajaji
na bodaboda watazipenda zile, tukawaomba mfano tunasema garantia akawa RC ili mimi nisiingie kwenye wewe bana, tunaomba bajaji moja, pikipiki moja, ili pia kuna wafanya biashara kama wapo na guta moja zije Njombe au mkoa wa Njombe mzima, alafu zitembezwe kwenye vituo kama tulikuwa tunafanya marketing sisi. Ndio kwenye kituo hichi wanapewa watu, wana testi, wanaangalia, wanaendesha, wanafanya nini, wanauliza maswali, sababu watakuletea na wataalamu wao. Yaani nyinyi msibebe mzigo mkubwa kwenda kujifunza kwa sana, nilini kazioni, alafu tuwaombe tuzilete Njombe, mkae nazo hata mwezi mzima. Bajaji wazitesti, pikipiki wa testi na maguta pia wa testi. Baada hapo mtafanya maamuzi, tukakaa sasa chini. Ambapo sasa katika mazingira haya ina maana kwamba mfuko huu au programu hii itawezesha madereva wa bajaji kuweza wao kama wao kujikwamua katika mazingira ya kiuchumi na mazingira mengine pia hata ya kijamii. Na namna kuyafikia watu wengine inategemea kwamba ile elimu ambayo tumeipata sisi tutawafikishia wale wenzetu ambao wako maeneo ya mbali kidogo. Na mbali na hapo pia nategemea kwamba vikao ambavyo vitaitishwa na secretariat ya mkoa vitasaidia zaidi kuwafikia wale, hususan kama tulikuwa tunaongea na mkuu wa mkoa leo kwamba anategemea kwamba aitishe vikao na viongozi wote wakiwemo viongozi wa wilaya pamoja na matawi mengine ya hapa Njombe mjini. Jina ni Veli Mtikanti Msigwa, mwenyekiti bodaboda wilaya ya Njombe. Tunashukuru kwa fursa tulizotoka kuzipokea kwa maelezo ya mkuu wa mkoa. Sisi kama viongozi tumezipokea kwamba tunakwenda kujiwezesha. Kazi hii tunaifanya ijulikane rasmi na serikali, lakini pia iweze kupata fursa za serikali. Sisi jambo kama la kufungua SACCOS tumepongeza mamlaka ya LATRA. Kwanza tutakuwa tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe kujikwamua kiuchumi kwa maana ya kupata mikopo pasipokuwa na masharti kandamizi na mikopo ambayo itakuwa ina riba nafuu.